Naitwa Cletus Majani, ni afisa uhusiano wa Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam, na pia nikiwa mwenyekiti wa walezi wa Shirika la Kipapa la Utoto Mtakatifu. Kwanza nichukue nafasi hii kuwapa pole maaskofu, askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, maaskofu wote wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa msiba mkubwa sana wa Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Mwadhama Kardinali Pengo mimi namfahamu tangu akiwa askofu wa Tunduru Masasi. Mimi nilikuwa wakati huo kiongozi wa halmashauri ya walei parokia Kurasini, na ilivyokuwa kawaida Baba Pengo alikuwa na uhusiano wa karibu sana na mapadi wa Salvatoriani ambao ndio walikuwa viongozi wa parokia Kurasini. Kumbe mara kwa mara amekuja hata kwa kipaimara kumsaidia Baba Mwadhama Rugambwa wakati huo kumsaidia kwa sakramenti za kipaimara, na wakati huo mimi nilikuwa kiongozi, kwa hiyo tukawa kwa karibu tunafahamiana. Baadaye pia nakumbuka kwamba Kardinali Pengo wakati anatangazwa kuwa askofu mkuu mwandamizi mrithi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, pia nimekuwa mmoja wapo kati ya watu waliompokea nikiwa kiongozi wa halmashauri ya walei wa parokia Kurasini, na baadaye tukawa naye kwa karibu, hasa nikikumbuka alivyokuja Kurasini kueleza nia yake ya kutaka kujenga nyumba yake ya kuishi pale Kurasini. Pia alinikuta mimi nikiwa na paroko wa Kurasini na kuweza kuongea nami kuhusu nia yake hiyo. Nilikuwa katibu wa halmashauri ya walei ya parokia Kurasini. Nia yake kubwa alieleza kwamba alipenda kuishi pale Kurasini, na kwa namna ya pekee tulipenda kitendo hicho na tulikubali. Basi baada ya hapo tumekuja kufahamiana kwa karibu zaidi baada ya mwaka 2002. Mwanzoni nilifuatwa na paroko wa Kurasini kunijulisha kwamba Baba Mwadhama ametakiwa awe na driver, asijiendeshe mwenyewe, maana alikuwa anaendesha mwenyewe gari, na amekupendekeza wewe kuwa dereva wake. Kwa kweli nilistuka na nikamwambia baba paroko, kwa kweli mimi siwezi kuendesha kardinali. Kardinali ni mtu mkubwa sana na mimi sina hadhi ya kuendesha kardinali. Kwa kweli nilikataa. Baadaye tulikaa katikati ya mwezi huo mwaka huo wa 2002, siku moja jioni baba kardinali akaja pale parokiani, na bahati nzuri alinikuta. Akaniambia, waliuzoea kuliita katibu. Akaniambia, katibu, hebu twende kwenye gari yangu. Tukaondoka mimi na yeye na paroko. Kufika kwenye gari tukakuta gari yake imegongwa. Akatujulisha kwamba amegongwa na daladala usawa wa hapo Dawasco wakati anarudi kutoka ofisini. Akaniambia, ninaomba unipelekee gari kwa mafundi waweze kuitengeneza, kwa mafundi wako wote ambao unawajua, lakini pia na kuomba leo usiku unipeleke kiwanja cha ndege na safiri kwenda Roma. Kwa hiyo jioni yake hiyo nikampeleka baba kardinali kiwanja cha ndege, na tukapanga naye kwamba siku ya kurudi pia niende kumpokea. Nakumbuka alisafiri na ndege ilikuwa ni ya KLM. Kwa hiyo nikaenda kumpokea usiku wake siku fulani, kumrudisha nyumbani. Akaniambia, nakuomba kesho pia unisaidie kunipeleka ofisini. Kwa hiyo kesho yake nikamleta Baba Mwadhama ofisini. Akaniambia, bwana, sasa naomba jioni pia uje kufanya nini? Kunichukua. Sasa nilikuwa nafanya kazi zangu mwenyewe, kwa hiyo nilikuwa naweza kufanya mambo hayo. Kwa hiyo niliweza kumleta na kumrudisha jioni. Kama wiki nzima hivi, namleta asubuhi, namrudisha, mimi naendelea na shughuli zangu. Maana namleta narudi na gari Kurasini, na aliacha gari nafanya kazi zangu, nikimaliza nachukua gari na kuja jioni, namchukua tunarudi wote Kurasini. Siku moja wapo akaniambia, bwana baba askofu Method Kilaini, askofu msaidizi, ana mazungumzo na wewe, kwa hiyo nakuomba kesho tutakapokwenda usiondoke mapema, ukae kidogo uongee na baba askofu. Nikatii hilo, nikangojea, tukakutana na baba askofu Method Kilaini. Baba askofu Kilaini alitumia muda mrefu sana kuongea na mimi, hadithi nyingi na historia na nini, busara za yule mzee. Mwisho akaniambia, bwana kardinali haruhusiwi kuendesha gari. Sasa maaskofu wamesema kwamba
baba kardinali hapaswi sasa kuendesha gari, anapaswa kuwa na dereva, na yeye amekupendekeza wewe kuwa dereva wake. Nikamwambia baba askofu, hili swali nililiambiwa, lakini nilisema sina hadhi ya kumwendesha. Akasema mbona wiki nzima umemwendesha? Wewe inaonekana, na yeye anasema kama unamwendesha vizuri, kwa hiyo anaomba uendelee kumwendesha. Basi hapo ndipo nilipoanza kuwa na baba kardinali katika kumwendesha ni 2002. Lakini wakati huo kardinali alikuwa ameshaniteua kuwa mwenyekiti wa walezi wa shirika la kipapa la utoto mtakatifu. Najua nilikuwa mlezi, nilikuwa nimekabidhiwa na parokia Kurasini kuwa mlezi wa watoto na vijana kwenye parokia Kurasini. Sasa alikuwa anaona mara nyingi activities za pale jioni tunazofanya na watoto na katika weekend. Sasa mara moja kulikuwa na graduation ya chekechea. Nikamwambia baba paroko na pamoja na sister mkuu wa chekechea kwamba mimi nisingependa kwenye graduation ya watoto waimbe kwaya ya watu wazima. Ningependekeza watoto wenyewe waimbe. Sister akasema watoto hawawezi kuimba misa ya kiaskofu. Nikamwambia sister wanaweza. Paroko akaniambia kama wewe utawaandaa tuko tayari. Nikamwambia mimi niko tayari kujitolea, nitakuja kuandaa, nitatafuta mwalimu wangu, nitakuja kuandaa watoto. Tukawaandaa watoto, na siku hiyo ya graduation ambayo baba mwadhama ndiye alikuwa anaongoza misa ikaimbwa na watoto wa chekechea. Na watoto waliotumikia misa pia nikachukua wachache wa chekechea na wachache wakubwa, lakini watoto wadogo darasa la 2 la 3 ndio wakatumikia kushika fimbo, kufika kofia. Kwa hiyo nikawafundisha wale watoto wakajua kufanyisha mazoezi. Sasa kumbe baba kardinali baada ya tukio lile akamuuliza paroko, nani ameandaa kitu hiki? Kama nilivyosema wananiita katibu, akamwambia katibu. Kwa hiyo siku hiyo ilikuwa Jumamosi, Jumanne yake akaja sister mmoja kutoka St. Joseph hapa ambaye alikuwa mlezi wa utoto mtakatifu akishirikiana na wakati huo Askofu Nzigiro akiwa padre. Akanipa vitabu, akaniambia baba mwadhama amesema nikupe hivi vitabu usome ufahamu juu ya kitu kinaitwa utoto mtakatifu. Anapenda sana ufahamu kitu hicho. Sasa nikachukua vile vitabu, na mimi ni mpenzi wa kusoma vitabu, kwa hiyo nikasoma vile vitabu nikaelewa. Baada ya siku chache nikaalikwa kwenye mkutano kwamba kuna tamasha la watoto la kijimbo. Nikaja tukaandaa tamasha la watoto kijimbo. Sasa sijui ni bahati mbaya, sijui ni bahati nzuri. Matukio yote, mashindano, ilikuwa ni tamasha la mashindano. Mashindano yote parokia Kurasini ikawa ya kwanza, ambayo kwanza haikuwa na utoto mtakatifu. Sisi tulikusanya watoto. Sisi watoto wetu walikuwa wanavaa sketi nyeusi na shati nyeupe, na wavulana suruali nyeusi na shati nyeupe. Wenzetu walikuwa na njano. Lakini jinsi tulivyoandaa watoto wale wakafanya vizuri zaidi kuliko wengine. Ndio wakati huo basi baba tulivyoanza kuzoeana kuhusu mambo ya watoto, na nikawa nafanya kazi naye. Niseme tu kwamba nimesafiri naye safari nyingi za karibu na za mbali. Safari naye safari kama kutoka Dar es Salaam mpaka Sumbawanga, Dar es Salaam Dodoma, Dar es Salaam wapi. Ni mtu wa sala. Baba kardinali nimesha safiri naye tukiwa wawili tu. Kila nikitazama anakaa siti ya nyuma, kila nikitazama kwenye kioo na kuona mwenzangu yuko kwenye rozari. Anaanza kwanza breviary, anamaliza anakuja rozari, anakuja anasali. Yaani safari yote ya kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma non-stop anasali. Kwa hiyo kwanza nikuambieni kwamba Kardinali Pengo alikuwa ni mtu wa sala. Kuna kanisa la kuabudia hapa St. Joseph. Hakuna bingwa wa kutumia hilo kanisa kama Kardinali Pengo. Alikuwa tukija asubuhi akishuka kwenye gari, break ya kwanza kwenye kanisa la kuabudia. Jioni akiondoka, akishuka kutoka juu ofisini kwake, break ya kwanza kwenye kanisa la kuabudia. Akimaliza kusali ndio anakuja kwenye gari, mnaondoka. Na mkija hivyo asubuhi, amemaliza kusali ndio anapanda ofisini. Na siku nyingine ambazo analala hapa St. Joseph, usiku utamkuta. Mimi nilikuja mara moja kwa mkesha kijumuiya, nikamkuta saa 8 naye ameshuka kuja kusali. Nilipouliza maaskari wakasema ni tabia yake, daima akilala hapo anashuka kusali sala. Kwa hiyo ni mtu wa sala, ni mtu mpole sana.
Kardinali Pengo ni mpole sana na ni msikivu. Nilikuwa nawaambia waheshimiwa mapadre kwamba alikuwa anawapenda sana mapadre. Mara nyingi unaona tu katika maongezi anaonyesha kabisa kwamba ni mtu anawapenda sana mapadri wake. Ni anapenda utaratibu. Kardinali Pengo ni mtu anayependa utaratibu. Hakuwa anapenda mambo ya kupinda pinda. Anapenda mambo yaliyonyooka. Na ni mkweli. Na anapenda kufanya kazi na shughuli yote na mtu mkweli. Hapa St. Joseph kuna goroto la Mama Bikira Maria, kuna St. Joseph, kuna kanisa la kuabudia. Alikuwa hapendi gari zipaki mbele ya hayo magoroto au mbele ya kanisa. Nakumbuka mara moja tulikuja karibu na kanisa la kuabudia, pembeni kidogo kuna gari ilikuwa imepaki. Alishuka kwenye gari na aliingia kanisani, akamwomba padri kusimamisha kidogo ibada na akatangaza kwamba aliweka gari mbele ya kanisa la kuabudia, aliondoe kwanza ndio misa iweze kuendelea. Vitu alikuwa anapenda vitu vya utaratibu na mambo ya kiibada alikuwa anakwenda kwa utaratibu. Ni mtu wa muda. Kardinali Pengo akikwambia maadhimisho yataanza saa 3, maana yake saa 3 anabusu altari. Kwa hiyo maandamano yataanza kabla. Nakumbuka wakati nilipokuwa nakwenda naye kwenye safari za kipaimara, parokia moja tulishafika asubuhi, tumeshakunywa chai, tumetoka mimi nazunguka naona watoto wanapangwa mstari mlangoni. Nikamfuata katekista, nikamuuliza mbona unapanga watoto huku wa kipaimara? Sema tunamngojea askofu. Askofu yupi? Kardinali Pengo. Nikamwambia askofu alishafika jamani, wapangeni watoto. Sasa alikuwa hanijui yule na kaona kama vile si nani, kwa hiyo nikaacha. Baadaye nikamfuata pale nikamwambia katekista wako anapanga watoto mlangoni kumpokea askofu, afadhali umueleze. Ukamweleza tu. Nikamwambia naona hakuelewa kwa sababu halifahamu. Ameona labda ni mtu ambaye tu anasema kitu ambacho hakijui. Kwa hiyo wao wanategemea kwamba kwa sababu misa itakuwa saa 3, saa 2 kardinali atakuja. Kumbe kardinali kaja saa 1. Yeye daima alikuwa anafika mahali kwa. Kuna siku moja ilikuwa inaitwa ya mapumziko, siku ya Alhamisi. Kiofisi kwa kweli ilikuwa inaitwa siku ya mapumziko ya askofu. Lakini mimi nasema nilikuwa naita siku ya uchungaji wa nje. Kwa sababu hakuwahi kupumzika. Siku hiyo tulikuwa tunakwenda hasa kwenye parokia zote zenye ujenzi, tutazitembelea zote. Bila kusahau kwamba lazima tufike Pugu. Labda niongee kuhusu kituo cha hija Pugu, na hivi wanasema tunamzika Pugu. Ni wazi baba kardinali anatoka Roma, anashuka airport. Lazima nionyeshe indicator ya kwenda kushoto. Lazima tutoke airport tuende Pugu, asali kidogo ndio aondoke kurudi Kurasini au kuja ofisini. Hawezi kushuka kiwanja cha ndege aje moja kwa moja, hapana. Lazima afanye nini? Aingie Pugu. Na kila Alhamis lazima tufike Pugu. Tutatembelea parokia yoyote, sijui kwa upande gani, lakini mtaanza kituo cha hija Pugu. Atasali pale, atazunguka kidogo kuangalia yale mazingira na nini. Baada ya hapo ndio mtaondoka kwenda hapo mahali ambapo mmeamua kwenda. Kwa hiyo Pugu ni mahali ambapo kama yeye mara nyingi alivyohojiwa na kueleza, ni mahali ambapo alipozoea na alikuwa anakwenda mara kwa mara kwa ajili ya sala. Mmoja aliniuliza kwamba kuhusu mambo ya michezo. Kardinali Pengo alikuwa anapenda vijana na watoto washiriki kwenye michezo, lakini hakuwa mpenzi wa timu kama hizo Simba, Yanga nini. Sikuwahi kusikia kitu hicho. Ila alikuwa anapenda sana mambo ya michezo. Nakumbuka tulipoanzisha Pengo Cup hapa jimboni, alikuwa anafuatilia kwa makini sana, na siku zote alizoalikwa kwenye yale mashindano alikuja na alishiriki hata kutoa vikombe na nini. Na mara nyingi alisisitiza michezo alipokuja kwenye yale mashindano ya vijana ya Pengo Cup na nini. Na alifurahia sana lile kombe lilipokuwa limeanzishwa na nini. Kwa hiyo ni mtu pia alikuwa anapenda michezo, alikuwa anapenda vijana, alikuwa anapenda watoto, alikuwa anapenda watu wote wanaomuunga mkono katika shughuli za uinjilishaji, kwa sababu kwa ujumla alikuwa mwinjilishaji wa kina. Askofu Pengo kardinali alikuwa anapenda sana parokia za pembezoni. Nikiwa na maana parokia zile ambazo ziko huko sehemu ambazo Ukristo haujakomaa sana na sehemu ambazo watu hawako katika hali ya juu sana, alikuwa anapenda sana. Na mara nyingi alikuwa anasema twende pembezoni. Kwa hiyo tulikuwa hata tunakwenda kila mwaka mwezi wa 10 tulianza safari zile za Mafia. Baba kardinali hata alipokuwa na wasaidizi
kwamba tutaenda na askofu msaidizi, atahakikisha anakwenda kuaga watoto Msimbazi. Awepo, awaage watoto, wabariki watoto na waambie kwamba mtaenda na baba askofu fulani. Mimi nawatakia safari njema. Lazima atawasindikiza. Nakumbuka hata kongamano la Mwanza la taifa la Ekaristi alitusindikiza na alibariki mabasi yote ambayo tunasafiri nayo. Baba Kardinali. Kwa hiyo ni mtu kwanza alikuwa anapenda watoto, kwa sababu alikuwa anasema watoto ni kanisa la leo linaloendelea kukua. Anasema tunajenga makanisa, tunakadharia kujenga makanisa, majengo, lakini nani atasali kama tusipowatengeneza hawa watoto? Kwa hiyo ndio maana alikuwa anasisitiza sana malezi ya watoto na alikuwa anapenda sana utoto mtakatifu. Kama nilivyosema, alikuwa mtu wa sala. Hata pale Kurasini alianzisha rosari ya watoto siku za Alhamisi. Alikuwa anasali na watoto kuombea miito. Na alikuwa hata kama yuko TC kwenye mkutano, hata maaskofu wanajua kwamba ikifika saa 10 kasoro kardinali ataondoka kwenda Kurasini, atasali na watoto, baadaye ndio arudi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vilikuwa ndani kwake. Baba Askofu Methodius Kilaini, nakumbuka wakati fulani aliniambia, Majani, ujue unafanya kazi na huyu mzee, lakini ujue kabisa kwamba roho yake iko Mafia na kwa watoto. Kwa hiyo mambo ambayo unamsaidia na kuwa naye karibu ya Mafia na watoto yachukuliwe muhimu, kwa sababu hapo ndipo ambapo baba mwadhama anaweza kuwa na afya nzuri, akiona kwamba mambo Mafia yanakwenda vizuri, mambo ya watoto mtakatifu yanakwenda vizuri. Kwa uchache hayo ndio ambayo nafahamu walao kuhusu baba huyu. Kama tunavyojua hata PhD yake ni ya maadili. Yeye yule kwa kweli ni mtu mwadilifu. Ni mtu mwadilifu na anapenda, ndio maana nilikuwa nasema kwamba anapenda mambo yaliyonyoka. Ni mtu mwadilifu na anapenda watu wenye maadili. Anapenda watu wenye maadili. Kwa kweli akisikia kitu fulani ambacho kimefanyika kimepinda, kwa kweli alikuwa haachi kukemea. Anakemea moja kwa moja. Ndio maana mlikuwa mnaona hata mambo wakati mwingine mpaka mambo ya kisiasa alikuwa anakemea. Sababu akishasikia kwamba kuna kitu ambacho kimepinda anakemea. Hata parokia fulani akisikia kwamba mambo hayaendi vizuri, alikuwa anakwenda kule na anakemea mara moja. Anakemea mara moja. Nakumbuka parokia moja tulai kwenda asubuhi tu, siku ya Dominika, akaniambia kwamba kesho naomba unipeleke parokia fulani, lakini usiwaambie kwamba tunakuja. Tukaenda kwenye parokia ile misa. Kwa kweli paroko alikuja akatukuta sakristia, baba kardinali ameshavaa. Paroko ndio anashangaa kwamba kumbe kardinali kaja. Tukasali misa pale, akaanza vizuri. Baada ya misa akauliza, nyinyi nasikia mna askofu wenu? Waamini wote wakashangaa, hata mimi nilishangaa kwa sababu nilikuwa sijui. Sema nimesikia mmesema kwamba watu wangu ndio watuma wa mavuno wasije kufanya hamasisho wa mavuno hapa kwenu, kwamba hamnitaki au mwenyekiti hamnitaki au ni waamini ndio hamtaki. Waamini wote wakasema tunakutaka na nini. Basi akakemea pale akasema, wanapokuja watu ambao nimewaagiza, ni mimi nimekuja. Kwa hiyo naomba mfuate. Wewe unaweza kuona kitu cha namna hiyo. Lakini bahati ya ajabu ni kwamba kardinali anasema hivyo, utafikiri labda amekasirika, lakini baada hapo atatoka ni mtu mwingine kabisa, kila amekiacha pale pale. Ana kwamba baadaye nini, wewe paroko sijui nini, nani au nyewe mwenyekiti. Tumetoka pale tumekaa na mwenyekiti na paroko, hadithi nyingine kabisa na mambo mengine kabisa sio yale tena. Kwa hiyo kwa kweli anapenda, ni mtu wa maadili kama ilivyo masomo yake alisoma na alichokuwa anafundisha pia kule Segerea, lakini pia na yeye alikuwa anapenda hivyo, na yeye ni mtu wa maadili pia, na yeye mwenyewe alikuwa ni mtu mwadilifu kweli kweli. Kardinali Pengo alikuwa anapenda Pugu. Alikuwa anapenda sana kwenda Pugu kusali Pugu. Mimi nisiseme kwa sababu sikuwa nimemuuliza sana kuhusu hilo, sababu alituonesha kaburi lake, hata watoto mtakatifu ilikuwa na sherehe fulani tulifanya kule ya utoto mtakatifu Disemba fulani, akawaambia watoto kwamba mimi nitazikwa hapa kanisa langu na kaburi langu liko hapa ndani kanisani. Aliwaambia watoto utoto mtakatifu. Na yeye, nafikiri niliangalia clip moja, alikuwa anaeleza kwamba tangu akiwa Segerea akifundisha alikuwa anakwenda Pugu kusali. Kwa hiyo nafikiri kwa uelewa wangu mdogo, labda ameona kuzikwa Pugu, kukaa na wale wafia dini wa kwanza ambao wameifia dini hapa nchi yetu, na yeye tunaweza kumweka katika fungu la watu wanamlea. Kwa hiyo kwa sababu kwa kweli alikuwa anaitetea ukatoliki wake kwa nguvu zake zote.
Na mimi nafikiri, uelewa wangu mdogo, nafikiri kwamba yeye ameona kwamba akapumzike pale, awe pamoja na wale watu ambao waliuawa kwa ajili ya kutuletea imani Katoliki. Kwanza kama binadamu, kwa kweli nilipokea kwa mshtuko mkubwa, lakini kama kardinali nilipokea kwa mshtuko mkubwa zaidi, kwa sababu unajua katika familia utasikia mtu fulani ameondoka, anasema nani hata yale mambo alikuwa anafanya fulani, nani atafanya? Sasa unapoguswa ni kwa vile tu juzi Dominika tulikuwa tunafanya shooting pale Pugu na watoto walipokuwa wanaimba, ghafla walianza kulia mpaka kulia ile ya nguvu kabisa. Kwa kweli nikikumbuka jinsi tulikuwa tunakwenda na yule mzee, tunapiga hadithi, tunacheka, tumekwenda kule mpaka kule Mwanzi, tunataniana na mtania. Nilikuwa namtania yule mzee, tukiona vibao vile vimeandikwa, mara nyingi kila mahali kumeandikwa mganga kutoka kusini, nyanda za juu kusini. Anambia mzee, huko ndio kwenyewe, mbona siweni waganga kutoka nani Upareni, naona tu kutoka nyanda za juu kusini. Basi watu tunacheka, tunatania na nini. Ni mtu wa utani, tulikuwa tunacheka sana, tunataniana. Lakini ni seme tu kwamba kwa kweli ni kitu ambacho kilinistua, kiliniumiza, lakini nilirudi katika imani, nikasema haya ni mapenzi ya Mungu. Mungu ndiye ambaye alitupa zawadi ya kardinali, na kwa namna ya pekee mimi alinipa zawadi ya kufanya kazi naye, zawadi ya kushirikiana naye, zawadi ya kuwa naye karibu. Kwa hiyo kwa kiimani nikalipokea kiimani, basi nikaliweka hivyo. Kama nilivyosema, tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai, na mimi binafsi nasema namshukuru Mungu kwa zawadi ya kufanya kazi na Kardinali Pengo, kuniona kwamba naweza nikawa karibu naye, kuniona kwamba naweza nikamwendesha kwenye gari, kumwenzi. Kwa kweli tumeendelea sana kuenzi mambo ambayo tumeanza naye, na bahati nzuri niseme ukweli, Baba Askofu Judith Thaddeus Ruwaichi ameanza kuenzi kwa nguvu kubwa mambo ya Kardinali Pengo tangu akiwa hai. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ni mwendelezo mkubwa, na mpaka sasa tunaona namna gani hata kwa siku hizi tutaweka hapo matukio mbalimbali ambayo Kardinali Pengo alikuwa anafanya na watoto. Tutaweka hapo kwenye projector ili watu ambao watakuja hata hapa kukesha siku ile ya Ijumaa pamoja na mwili wa Baba Mwadhama waone pia mambo ambayo Baba Mwadhama alikuwa anafanya na watoto, na uinjilishaji ambao ameufanya pembezoni na katika jimbo kuu la Dar es Salaam akishirikiana na shirika la kipapa la Utoto Mtakatifu. Yeye matumaini yake makubwa ilikuwa kwa kweli ni kujenga kanisa la sasa linaloendelea kukua. Na ukiangalia kwa parokia zile ambazo zilichukulia umuhimu sana mambo haya ya Utoto Mtakatifu, utaona kwamba wengi wapo. Hata leo sasa hapa utakuta tuna vijana ambao ninao hapa, tulikuwa nao, tuko kwenye kikao, ambao walikuwa watoto, walikuwa viongozi wa Utoto Mtakatifu watoto kijimbo, na sasa wapo, sasa ni watu wazima, ni wafanyakazi, ni wake za watu, ni waume za watu. Sasa wanakuja kuona namna gani tutaandaa maombolezo ya babu yao. Wao kwenye Utoto Mtakatifu wanamuita babu. Hakuna mtu alikuwa anasema baba askofu au baba kardinali. Walikuwa wanamuita babu kardinali. Walikuwa wanamuita babu. Na hata sasa ukisikia wanasema chochote, wanasema babu yetu ameondoka, babu yetu. Asante sana.